Katika kipindi hiki tupo kwenye mchakato wa ujenzi wa jengo la machinga, kwa maana wajasiriamali wadogo wadogo. Ukiangalia katika mji wetu wa Bukoba kuna wafanyabiashara wengi wanafanya kazi shughuli zao kwenye barabara, hamna sehemu rasmi ambazo za kufanyia shughuli. Lakini kilio hiki kimesikilizwa na Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, amekubali kutupatia hela kwa ajili ya ujenzi wa kitega uchumi kwa ajili ya wafanyabiashara ndogo ndogo, maana machinga complex katika mji wetu. Tulianza mchakato wa kutafuta maeneo kwa ajili ya ujenzi wa kitega uchumi hicho. Tulikuja kubainisha eneo ile la maarufu kama Kishenge Machinjioni pale, ambapo tuliona eneo rafiki lipo kati, linaweza likafaa kwa ajili ya matumizi ya ujenzi wa hiyo machinga complex. Kwa bahati mbaya ile eneo lilikuwa na matumizi mengine. Hapo mwanzo lilikuwa natumika kwa ajili ya makaburi, kuzika. Na watu walikuwa wanatumia kwa ajili ya kuzika, lakini lilifungwa, lilikuwa litumiki. Lakini ukienda pale saizi ukiangalia makaburi utakaona ni machache sana, mengi yameshafutika. Kwa hiyo tulianza mchakato wa kuomba kibali cha kuhamisha yale makaburi ili tuweze kupata ile eneo kwa ajili ya matumizi. Mchakato tulienda nao, tuliomba hadi wizara, na utakumbuka waziri wa ardhi alikuja hapa pamoja na kamishna kuja kuangalia hali halisi ya ile eneo ili aweze kuridhia mchakato kuendelea. Alivyokuja aliridhia na akatoa notice ya tangazo kwa umma kuhusiana na nia ya kuhamisha yale makaburi mwezi wa 4. Na baada ya siku 21 hakukuwa na pingamizi lolote. Kwa kibali cha kuhamisha yale makaburi kikatolewa na ili tuweze kufuata utaratibu. Kwa baada hapo tukaanza michakato wa kushirikisha makundi mbalimbali ili kupata utayari wa kuweza kuhamisha yale makaburi. Kwa hiyo tulianza kukaa na vyama vya siasa, tulikaa na viongozi wa dini, tulikaa na wazee maarufu, na hatimaye tumekaa na ndugu wa marehemu waliozikwa pale. Kwa hiyo kimsingi tumekubaliana, wamekubali, wamefurahia zoezi la uhamishaji kwa namna tutakavyokuwa naenda kwa kufuata taratibu na kanuni. Kwa sisi kama manispaa tulitenga eneo lingine mbadala kwa ajili ya maziko la kule Buhembe, ambalo lina hati maalum kwa ajili ya maziko. Kwa hiyo eneo limepimwa na kwa ajili ya matumizi ya maziko. Kwa hiyo tutakachofanya ni kuhamisha makaburi kutoka hapa Kishenge kupeleka Buhembe. Na tutahamisha kwa kuzingatia taratibu zote, heshima zote, staa zote kwa wenzetu waliolala pale, na kwa kushirikiana na ndugu. Kwa hivyo vikao tumepata ridhaa ya ndugu kukubali kuhamisha, na mchakato unaendelea saizi. Ni ndani ya mwezi mmoja tutakuwa tumeanza ile zoezi la kuhamisha kwenda kule kwenye makaburi ya Buhembe. Kwa hiyo sisi tuendelee kumshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutujalia kupatia fedha za kuweza kutekeleza mradi mkubwa wa machinga ambao utakuja kwa suluhu ya wafanyabiashara wengi wanaofanya kazi shughuli zao kwenye barabara. Ukiangalia ile eneo lote la government wapo barabarani, ukienda eneo la kuzunguka pale msikiti Bakwata wapo barabarani, sehemu nyingi wanafanyia shughuli zao barabarani. Na hiyo machinga atakuwa na karakana zaidi ya 15 ambazo zitakuwa zina accommodate watu wanaofanya masofa, si uchomeleaji, si nini. Lakini pia itakuwa na maduka zaidi ya 244 ya kuruhusu watu kufanya biashara. Lakini itakuwa na vizimba zaidi ya 440. Kwa hiyo ukiangalia hicho kitega uchumi kikishakaa tayari, ina maana itatoa nafasi kwa wafanyabiashara wengi kuwa na maeneo maalum na rasmi ya kufanyia biashara. Kwa hiyo itakuwa rahisi hata kwao kwenda kwenye mabenki kupata mikopo, kwa maana watakuwa natambulika na anwani rasmi. Sasa najulikana yuko wapi, shughuli yake inafanyika wapi, atakuwa mtu ambaye amefuata taratibu zote ambazo zinapaswa. Kwa hiyo mimi niombe wananchi tuendelee kutoa ushirikiano kuhakikisha zoezi la uhamishaji makaburi linafanyika kwa amani na utulivu kama alivyoitikia, na kwamba siku ya mwisho tutaenda kufanya ibada pamoja kule kwenye makaburi mapya baada ya kuhamisha kwa dini zote, ili kuwahifadhi
wale ndugu zetu waliotangulia mbele za haki. Lakini pia niombe wananchi tuendelee kutoa ushirikiano ili miradi inayoletwa iweze kutekelezwa na kutoa manufaa kwa wananchi, ili tuweze kupendezesha mji wetu, tuweze kuboresha mazingira ya kufanyia biashara na watu waweze kujipatia kipato kutokana na miradi ambayo inaletwa. Kwa tathmini, kwa mujibu wa notice iliyotolewa ni makaburi zaidi ya 3000. Lakini kimsingi ukienda pale huwezi kuona makaburi 3000. Yaani imebaki tu kuna makaburi 3000, lakini makaburi ambayo yanaonekana pale sidhani yanazidi 30. Mengine imeshakuwa ni kiwanja ambacho watoto wanacheza mpira, watu wanachunga mle. Yaani ukienda unless uambiwe kulikuwa na makaburi, lakini ukishushwa hivyo huwezi kuona kama kuna kaburi. Kwa hiyo inaonekana makaburi yalikuwa mengi, lakini yanaonekana kwa macho ni makaburi ambayo hayazidi 30. Zoezi hili tunategemea ndani ya mwezi mmoja tuwe tumelikamilisha, lakini tutahakikisha kila kaburi ambalo lipo pale tutalihamisha kwa kufuata taratibu zote na heshima zote zinazostahili. Na baada ya kukamilisha ni lini mtaanza mchakato wa kujenga Machinga Complex? Mchakato wa ujenzi wa Machinga Complex kwa upande mmoja kama umeshaanza. Kwa hiyo tulikuwa nasubiri tu eneo liwe wazi ili mkandarasi aweze kuendelea na taratibu. Kwa za hela nyingi ni za hasa thamani ya mradi ni jengo ninaenda zaidi ya bilioni 10. Sawa. Pale kuna makaburi yako tofauti, na moja yako kwenye fence na mengine ya tofauti. Sasa sijui ni yote ya pale au ni ya kwa hatua za mwanzo ni yale makaburi ambayo yapo nje yanaanzia barabarani hadi kwenye fence. Yale kwenye fence bado itakufuata hatua nyingine na kule nyuma yake, lakini nao face barabara kubwa. Yale yote ndio